Jeremiah na mateso ya chagua mke. Jeremiah alikuwa kijana mwenye bidii, aliyebarikiwa na kazi nzuri na anayeheshimika katika jamii yake. Lakini kulikuwa na doa moja tu katika maisha yake yaliyostawi, chaguo la mke. Kama ilivyokuwa kawaida, alifunga safari kutafuta mchumba. Lakini badala ya furaha, safari hiyo ilimletea mateso makali ya nafsi. Moja, mtego wa uzuri wa nje. Wanawake wengi walivutiwa na Jeremiah. Alikutana na dada mmoja anaitwa Neema. Neema alikuwa mrembo ajabu, mwenye kuvutia macho kila alipoingia. Jeremiah aliona moyo wake ukimgeukia Neema, lakini kadiri alivyozungumza naye, ndivyo alivyogundua kuwa uzuri wake wa nje haukuendana na utulivu wa moyo wake. Alikuwa akipenda sana starehe na hakuwa tayari kujitolea kwa ajili ya ndoa yenye majukumu. Mateso ya kwanza, Jeremiah alilazimika kukata uhusiano, akihisi maumivu ya kupoteza upendo wa kwanza na kujilaumu kwa kumezwa na uzuri wa nje. Alihisi amepoteza muda. 2. Kuchanganyikiwa katika chaguzi nyingi. Baada ya Neema, Jeremiah alikutana na wanawake wawili kwa wakati mmoja. Diana alikuwa mwaminifu sana katika dini, mcha Mungu na mwenye heshima. Lakini alikuwa na hali ya kujiamini kidogo sana na alikuwa mkimya kupita kiasi, jambo lililomfanya Jeremiah awe na shaka kuhusu jinsi wangekabiliana na maisha ya kazi. Tracy alikuwa mwanamke wa biashara, mzungumzaji mzuri na alimshawishi Jeremiah kwa akili yake na uwezo wake wa kufanya maamuzi. Lakini alikuwa na tabia ya kupenda kutoa amri na kutaka mambo yaende kwa njia yake. Jeremiah alijikuta katikati ya moto, utulivu wa kiroho na akili ya kibiashara. Mateso ya pili, alisali, alifunga na aliuliza ushauri. Kila ushauri ulimpeleka upande mwingine. Alisikia sauti tofauti akilini mwake kila siku. Hofu ya kuchagua vibaya na kuhatarisha maisha yake ya baadaye ilimfanya akose usingizi. Mateso ya kutokuwa na uhakika yalikuwa makubwa. 3. Upweke katika uamuzi. Watu wote walio karibu na Jeremiah walikuwa na maoni yao. Mama yake alimpendelea Tracy, akisema atamletea utajiri. Rafiki yake wa karibu alimpendelea Diana, akisema atamleta karibu na Mungu. Jeremiah aligundua kuwa hakuna mtu anayeweza kubeba mzigo wa uamuzi huo isipokuwa yeye mwenyewe. Alichukua likizo fupi na kwenda mbali nchini Kenya. Katika utulivu wa mlima, alipiga goti na kusema, Mungu, mimi nimechoka. Sina nguvu ya kuchagua tena. Wewe ndiye unajua moyo wa kweli. Ufunuo na amani. Wakati akipiga goti, ghafla alikumbuka msichana mmoja, Angel, ambaye alikuwa rafiki yake wa zamani, ambaye walisoma pamoja kwenye shule la msingi. Angel hakuwa mrembo sana kama Neema, hakuwa na utajiri kama Tracy, na hakujionyesha sana kama Diana. Lakini Angel alikuwa na kitu ambacho wengine hawakuwa nacho, amani ya ndani na uwezo wa kumfanya Jeremiah awe yeye mwenyewe. Alikumbuka jinsi Angel alivyotulia, akimfariji wakati alipokuwa akihangaika na kazi yake, na jinsi alivyomfanya ahisi ana thamani si kwa sababu ya mali yake, bali kwa sababu ya yeye ni nani. Jeremiah alitoka nchini Kenya, Nairobi. Alikwenda moja kwa moja kwa Diana na Tracy, na kuwaeleza kwa upole na kwa heshima kuwa moyo wake unaelekea kwingine. Alienda kwa Angel, akamweleza mateso yote aliyopitia, na kwamba ameona kuwa amani ndiyo msingi wa ndoa. Alimuomba awe mkewe na Angel alikubali kwa furaha. Hitimisho, Jeremiah alielewa kuwa mateso yake ya kuchagua hayakuwa mateso ya bure. Yalikuwa safari ya kumfanya atambue thamani ya amani na utulivu wa ndani dhidi ya uzuri wa nje au utajiri. Ndoto yake ya ndoa yenye furaha ilianza kwa mateso ya kuchagua, lakini ilimalizika kwa chaguo lililoleta utulivu wa moyo, na kwa sasa wanaishi kama mke na mme kwenye ndoa yao na walibarikiwa na mtoto mmoja. Je, ungependa kusikia hadithi nyingine kuhusu changamoto za maisha? Au nipendekeze somo fulani la kuchukua kutoka katika hadithi ya Jeremiah? Tazama kila siku chaneli yake ya YouTube Love Family, bila kusahau kusubscribe na like. Asante sana.